Asante sana ndugu wapenzi watazamaji, tuko hapa na mkubwa ambaye ni porte parole wa Wazalendo Sud Kivu. Naomba tuanze na kumuomba ajitambulishe ndio tuwe kwa haya maongezi watu wakijua ni nani. Kwa majina mimi ni Waobwela Mwila Dalton. Kama vile unatoka kusema, mimi ni msemaji au porte parole wa Wazalendo Sud Kivu. Ndio. Naomba utuelezee, tumekukuta hapa kwa reunion moja na tulikuwa na viongozi wengine. Hii reunion ilikuwa ya nini? Ni mambo gani mliongelea? Ni vitendo gani mlifanya siku ya leo? Leo tuko le 3 Mei 2026. Ndio. Asubuhi tulipokea mgeni rasmi, mshauri au conseiller wa rais mu matiere ya mshauri wa rais mu matiere ya identite na mambo kadhalika yenye anashughulika sana mbele ya rais. Tulimpokea asubuhi na tukajielekeza katika mji wa Bibogobogo. Bibogobogo ni muduza 13 km na katika mji wa Baraka. Ni kusema kama mnatuona tuko mahali hapa, tunakutanana kwa sababu tupate suluhisho ili tupate amani ya kudumu katika teritoria ya Fizi. Na waza tulikuwa Bibogobogo na yeye mheshimiwa. Bibogobogo tulifika pale, population ilitupokea vizuri na ni neno moja tu ya kutafuta amani ya kudumu katika teritoria ya Fizi. Ndio. Asante sana. Alafu katika uongozi naomba utupatie hierarchia ya uongozi wa Wazalendo, ndio watu labda wajue, mtu akiwa na shida ajue nitakimbilia huyu kiongozi. Kukiwa na malalamiko ama tatizo lolote ujue ni viongozi wa ni vipi viongozi wa Wazalendo wako mkubwa na wale timu yote ya Wazalendo katika Sud Kivu? Kwanza numero 1 au cordo wa Wazalendo ni mheshimiwa William Amuri ya Kutumba, ndio cordo provincial. Iko anaongozwa na makamu wawili, anasindikizwa na makamu wawili. Mwenye iko chargé na operation na renseignement ni Kasimbira John Makanaki, na mwenye iko chargé na administration na logistique ni Rene Itongwa. Mimi niko msemaji wao katika province ya Sud Kivu. Na waza hiyo ni hierarchisation au ni structure ya Wazalendo Sud Kivu. Ndio. Asante sana. Alafu bwana porte parole, ni kama watu wamekuwa wakieneza maneno wakisema Wazalendo ni wabaya, wanafanya genocide dhidi ya kabila la Wanyamlenge, wanafanya mambo mabaya. Hivi kuna tofauti wa Wazalendo, kuna Wazalendo wazuri ama wabaya ama mambo yako vipi? Kwa sababu watu wengine hawaelewi ni nini kinaendelea, na kuna watu wanaofia hawa watu Wazalendo, wanasema Wazalendo wanatuua. Iko vipi kuhusu hili? Wazalendo kuna aina tatu za watu ambao wanajiita Wazalendo. Ndiyo. Aina ya kwanza ya mtu mwenye aina ya kwanza ya sisi shida tuko nayo. Kuna Wazalendo watu ambao walikimbia madeni makwao. Wako aina tatu. Kuna watu ambao walikimbia madeni wakachukua silaha ili watu wasiwaulize zile deni. Ndiyo. Aina nyingine ya pili ya Wazalendo, kuna mzalendo ambao watu ambao walikimbia mu prison central. Wenyewe walikimbia kumakasho, wakakimbia wakakuja kuchukua silaha kuzudi serikali isiwatafute. Kuna pia Wazalendo halisi, yani ndio wazalendo wa kweli. Na sasa wale Wazalendo wa kweli, hakuna mzalendo wa kweli mwenye anaweza fanya mbino ili angamize komunote fulani. Sisi Wazalendo wa kweli, sisi kama mimi naongea na mimi hapa, au sawa vile unaongea na mheshimiwa William Amuri ya Kutumba, atuweze tukaongee mambo ya kikabila. Tuko hapa tulichukua silaha kwa kupiganisha uvamizi wa nchi ya kigeni. Yaani adui anapotoka nje ya nchi yetu, ule ndio sisi Wazalendo tuko na haki ya kumpiganisha. Na ndio kazi tunafanya kwa sasa. Ndio. Kwa hivyo kama nimekuelewa vizuri, kuna tofauti ya Wazalendo, kuna wale wabaya na wazuri. Sasa mtu haswa atajua nani huyu ni ndio mzalendo wa kweli au wengine ni mafo Wazalendo? Kwanza mzalendo, jina mzalendo ni patriote. Mzalendo ni nani? Mzalendo ni mtu mwenye anapenda nchi yake na kuitumikia. Sasa ule mtu tutamjua kupitia matendo. Ukishaona mtu anachukua silaha na anaua watu, anaiba watu, anafanya vitendo visivyoelekana, huyo tunamtambua automatically ya kusema ule si mzalendo. Ule ni bandia.
na wale ndio watu ambao wanaendelea kuchafua jina za uzalendo. Unasikia wazalendo wanafanya hivi, wazalendo wanafanya hivi. Kwa hiyo sisi tuko na jukumu ya kutafuta, au hata sisi hata vijana, hata population, tutafute wazalendo feki, wazalendo ambao ni mabandia wenye wanachukua silaha kwa kuiba, tuwakamate na tuwapeleke mbele ya vyombo vya sheria. Lakini kifupi ni kusema wazalendo wabaya, wazalendo wenye jiito wazalendo na kumbe sio wazalendo, tutatambua kwa matendo yao. Ndio. Asante sana. Lakini tulienda Bibokoboko, walikuwa wamesema kuna genocide, Wanyamulenge wanaishi peke yao. Hiyo ni ukweli? Nyinyi kama wakati mlienda asubuhi mliona wanaishi peke yao ama wanaishi makomunote yote? Alafu mliona labda wengine wanaweza kuwa wanaficha. Mmeona genocide watu wakiwa wameuliwa ama iko vipi kuhusu hilo? Kwanza kusema kama kuko wazalendo ambao wanapanga kufanya genocide juu ya komunote fulani ni mambo ya uongo. Sasa ni madiskuru ya ene. Na ile iko politiki ya Kagame, ni politiki ya Rwanda apate preteste ya kuingia Mkongo aibe. Tulifika Bibokoboko asubuhi, antuka tulipokelewa vizuri. Kwanza raia ilifurahi kuona serikali ilifika. Population ya Bibokoboko ilifurahi kuona wazalendo walifika. Population ilikuwa inawazia itaona mzalendo inaona criminel. Lakini wakati walituona walicheka, walifurahi. Na hakuna wazalendo ambao wanaplanifie kitu kibaya zidi ya wazalendo. Na nikusema zidi ya raia ya Bibokoboko. Nikusema raia ya Bibokoboko tunapasha kuiomba ijisantire muamani. Kama kukikuwa mtu mwenye anajiita mzalendo anaenda kufanya vibaya pale katika kijiji cha Bibokoboko, ule watuambie naye jina, sisi viongozi wao tutawashughulikia na tutawapeleka kwa mahakama. Ndio. Asante sana. Alafu sasa kama kuna mtu nadhani najua umeoliongelea kidogo, lakini kama kuna watu wako na uoga wanasema wazalendo ni wabaya, ama kama vile watu wamekuwa wakichafua jina la kizalendo, ni nini unaweza mwambia huyo mtu sasa hivi? Mie niko mbele ya media, niko mbele ya nyinyi wa journalist. Ni kusema mtu yoyote mwenye ataanza kujiita mzalendo na anafanya vitendo vyenye aviambatane na uzalendo, ule sisi wazalendo tutamshughulikia pamoja na serikali. Unajua kama sisi tuko armée de réserve ya l'État, armée de réserve ya armée régulière. Sisi tuko appui ya FARDC. Ni kusema kama mtu katikati yetu anafanya vitendo vyenye viko tofauti na uzalendo, tunamshika, au raia yenye namuona inatuambia, tunamkamata na tunampeleka katika vyombo vya sheria. Anafungwa, anaenda mahakamani. Hiyo ni decision na ni yenye tunapasha kusema kabisa, na ni decision ambayo tulikamata na uongozi wa wazalendo Sud Kivu ilikamata ile mpango. Sasa kumekuwa na malalamiko ya makomunote kutoishi pamoja hapa na pale. Mumechukua hatua gani ndio makomunote waishi pamoja vizuri? Alafu kuna asubuhi watu walipeana Bibokoboko, walisema kuwa hawaruhusiwi kukuja kuchukua chakula na vifaa huku Baraka. Mmechukua hatua gani ndio muweze kutatua huo mzozo kati ya makomunote, watu waendelee kuishi kama vile walikuwa wanaishi zamani kwa amani? Ni hatua gani mmechukua? Njoo shabaha ya huyu mkutano, njoo shabaha ya mkutano ilikuwa shabaha yetu ya kwenda Bibokoboko, na njoo shabaha ya mkutano hapa Baraka kwenye tuko sasa hivi. Ni kusema kitu cha kwanza, tutaomba watu wenye wako Bibokoboko, raia yenye kuwa Bibokoboko na raia yenye kuwa hapa Baraka. Sababu hapa Baraka raia ya hapa nayo ina haja ya kwenda Bibokoboko. Na raia ya Bibokoboko nayo ina haja na droit na devoir za kufika hapa Baraka. Kitu cha kwanza ni kutoa raia ya Bibokoboko Muboga na raia ya Baraka Muboga. Sababu kitu kinyi kinatia vide hapa ni uoga, kuogopa. Sasa ni kusema tutoshe kwanza uoga, na ninaweza nikaseme ni mission ambayo baada ya mheshimiwa mshauri wa rais kuondoka, sisi wenye tunabaki tutabaki hapa na mission ya kukonsiatize watu, ya kutoa ile uoga ndani ya watu ili waanze kutembeleana. Raia wa Baraka anapoona raia mwenye anatoka Bibokoboko aone ndugu yake, anaona rafiki yake. Raia wa Bibokoboko akiona raia wa Baraka anafika pale Bibokoboko, aone ndugu yake, aone rafiki yake, aone ndugu kabisa. Ni kusema mambo ya vita haitatupeleka fasi. Na tukisema huyu alifanya hiki, huyu alitufanyia hiki, huyu alitufanyia hiki, tukienda mambo ya historia haitatupeleka fasi. Ni kusema tuko obligation ya kuishi pamoja. Umoja kwa pamoja.
Ujumbe wako wa mwisho, ndio naona hata muda umeyoma. Ujumbe wangu wa mwisho ni kusema raia Bibogobogo itoshe uoga ya kusema sisi wazalendo tunaweza tukawatendea vibaya. Sisi wazalendo hatuweze tendea raia Bibogobogo vibaya. Au sisi wazalendo hatukuchukua silaha sababu tuangamize komunote fulani. Tulichukua silaha sababu tulinde raia na mali yake yote. Toutes les communautés confondues. Tuko pale juu ya kuwachunga. Na raia Bibogobogo ibaki na amani, hatuko hapa juu ya kuangamiza. Na hakuna genocide yenye iko planifie zidi ya kabila fulani. Tutawalinda na mali yao yote. Naomba porte parole uweze kukumbusha watu neno jina tukimaliza. Wa Obwela Mwila Dalto, msemaji wa Wazalendo Musitki. Shukrani sana. Asante.